leo, lakini nyingine itapigwa siku ya kesho. Leo ni Sheikh Amri Abeid Karuta pale jijini Arusha, ni kati ya Coastal Union ambao wapo mzigoni dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba kuzisaka alama 3 ama kusaka ushindi, kwa sababu hapa ni ushindi ambao unakufanya usonge hatua inayofuata. Ushindi unapatikana kwa njia yoyote ile, aidha ndani ya dakika 90 au mikwaju ya penalty amue nani anasonga katika hatua ya fainali na kisha kusubiri mshindi wa kesho kwenye Dar es Salaam Derby. Tutazame mchezo wa Simba dhidi ya Coastal Union. Kwenye ligi tayari wamekutana mara 2 na ni moja ya kitu ambacho alikigusia nahodha wa Coastal Union Geoffrey Balugu Manyasi kwamba aliulizwa kuhusiana na pressure ya Coastal kuelekea mchezo, akasema tutakuwaje na pressure wakati tumeshakutana nao mara 2 kwenye ligi, na uzuri ni kwamba hakuna kilichobadilika, hususan kwenye benchi la ufundi pamoja na wachezaji waliokutana nao. Kinachobadilika inawezekana ikawa ni aina ya shindano wanalokwenda kukutana, lakini uhitaji na concentration ya mchezo kwa ujumla. Vipi kwa upande wa Coastal Union, wanaweza wakasahihisha makosa aliyofanya kwenye michezo miwili ya kwenye ligi au Simba kaendeleza ubabe vile vile? Yote yanawezekana. By the way, approach zinakuwa 2 tofauti kwa sababu unavyocheza kombe la FA na unavyocheza ligi kuu Tanzania bara, lazima matayarisho yatakuwa tofauti. Lakini pia approach ya mwalimu, kwa maana namna ambavyo pengine ata seti kikosi chake, wachezaji ambao wataanza, inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo ukiangalia michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambao wamekutana, bado Simba anaonekana ni mbabe mbele ya Coastal Union. Nafikiri kwa mara ya mwisho Coastal Union kushinda mbele ya Simba, nafikiri ilikuwa sare, nafikiri sare ya mabao 2-2 kama nakumbuka vizuri sana. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka ni kwamba Simba na Coastal ni timu ambazo zipo kwenye madaraja 2 tofauti kwa matokeo ambayo huwa yanapatikana mara baada ya dakika 90, lakini kwenye ushindani bado Coastal huwa anaonyesha ushindani mzuri mbele ya Simba. Kwa hiyo ndio maana unaona wachezaji wa Coastal wanavyozungumza ni kwamba wameshakutana na Simba mara kadhaa. Maanake ile hofu ya kwamba tunakutana na Simba ambaye ni timu yenye ushindani, timu kubwa, ni kama hiyo hofu wameshaiondoa. Sasa issue inabaki ni wewe umekuja na mbinu gani kumbiti mwenzako. Sahihi. Kwa hiyo binafsi naelewa kwamba Coastal wanaheshimu sana Simba kutokana na kikosi walichonacho, lakini ubora ambao pia wako nao kwa msimu huu. Ni timu ambayo imekuwa na mwendelezo mzuri wa kupata matokeo. Zungumzia kuvuna alama 3 ndani ya michezo ambazo wamezicheza za ligi kuu soka Tanzania bara, michezo kama 5 hivi karibuni. Lakini Coastal Union na ukiangalia ndani ya michezo 5 wamekuwa hawatabiriki kwenye kupata matokeo. Ni 50-50. Kuna muda watatoa sare, kuna muda watapoteza, kuna muda watachukua zote alama 3. Kwa hiyo imekuwa ni hivyo kwa Coastal Union, wanakosa ule mwendelezo ambao pengine inaweza ukawaongezea nyama kwamba wana uwezo wa kwenda kushindana na Simba pakubwa. Lakini hata hivyo, kwa sababu kwenye kuzungumzia mpira kuna kuzungumzia kwa takwimu, lakini pia kuna kuzungumzia kiuhalisia. Takwimu zinambeba Simba kama nilivyozungumza. Ndani ya michezo 5 ya mwisho Simba amepata matokeo ya ligi kuu Tanzania bara, lakini ndani ya michezo kama hata 5 pia Coastal amekutana na Simba, matokeo mazuri yamekuwa kwa upande wa Simba. Lakini kila mchezo unavyochezwa ukimalizika, unakuwa na marekebisho kwa timu ambayo imepoteza na timu ambayo imeshinda. Kwa hiyo ndio maana nikazungumza kuna takwimu ama uhalisia wa data, lakini pia kuna uhalisia wa mambo ambavyo yanapaswa kuwa. Simba ipo kwenye mwendelezo mzuri wa matokeo, lakini Coastal Union ipo kwenye nafasi ambayo hatabiriki. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea, kwamba wakati nazungumza mchezo wa Coastal Union wa kwenda hatua ya nusu finali kwa anacheza robo, nilisema sintoshangaa kumuona Coastal akimtoa Singida Black Stars, kwa sababu tayari yeye ana element za kufanya vizuri kwenye kombe la FA kama nakumbuka. Kwa hiyo inawezekana pia uzoefu ulimbeba. Uzoefu ulimbeba. Nafikiri ule mchezo ulitamatika kwa sare. Nafikiri ilikuwa sare tasa bila kufungana kama nipo sahihi.
Tulikumbusha wakaenda kuamua mchezo kwenye mikwaju ya penalty, lakini pia angalia uzoefu alioonyesha, ule uimara wa kumudu pressure ya Singida Black Stars, confidence ya wachezaji kwenye kupiga mikwaju ya penalty. Kwa hiyo ni kama wana element hiyo kwamba kwenye kombe la FA mara baada ya kucheza finali kwa msimu 2021 nafikiri, ili kunikumbusha vizuri, ile dhidi ya Young Africans, yes. Ni cost ambayo ilionekana kwamba kuna kitu ilikipata kwenye msimu huo. Kwa hiyo ndio maana hata ukiangalia ndani ya misimu kadhaa iliyopita kwenye kombe la FA, sio kwamba wanakuwa wanyonge sana Coastal Union. Wanaweza kawa wanyonge kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini kwenye upande wa FA huwa wanaonyesha ushindani mzuri. Kwa hiyo kwa viashiria kama hivyo vya Coast kuwa na element ya kutaka kufanya vizuri kwenye kombe la FA, kwa sababu wanajua wakishinda kombe la FA wanaweza kwenda kucheza kombe la shirikisho. Nafikiri wakati Yanga anachukua kombe la FA ambayo ilikuwa inaitwa Azam Sports Federation Cup, kipindi hicho nafikiri msimu huo Yanga alikuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara, alafu Yanga akawa tena bingwa wa kombe la FA. Nafikiri aliyeenda kwa niaba ya nafasi ya 4 ambaye alicheza kombe la shirikisho, tutakuja kukumbushana vizuri hapa. Nafikiri ni timu ambayo ilimaliza nafasi ya 4 kama sina kumbukumbu. Nafasi ya 4 kwa sababu iko hivyo. Yaani huku kwenye FA unapewa option ya ubingwa tu. Ukishatoa ubingwa hapo ndo unaenda kucheza, lakini kama hujatoa ubingwa, labda kwa mfano kama ulivyosema Yanga alitoa ubingwa sehemu zote mbili, hawezi kushiriki mashindano mawili. Lazima atashiriki, alafu nafasi ambaye yupo nafasi ya pili ndo atachukua nafasi ya kushiriki ligi ya mabingwa pamoja na yeye ambaye katoa ubingwa kama ndivyo. Kwa sasa. Yes, kwa hiyo kwa nature hiyo ama kwa picha hiyo ni kwamba Coast pia wanajua kwamba wakipita kwenye njia hiyo ambao walipita wakiwa na baadhi ya wachezaji ambao mwisho wa siku walikuja kuondoka, kina Abdul Suleiman Sop na wengineo ambao walikuja kuondoka, kama watapita kwenye njia hiyo wanaweza pia kuwapa ushindani Simba Sports Club. Na kwa bahati mbaya sana uwanja ambao Simba anaenda kuchezea ni uwanja ambao pia ana kumbukumbu ya kudondosha alama kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Alidondosha alama 2 mbele ya TRA. Nafikiri alikuja kushinda mbele ya Dodoma Jiji kwenye kombe hili la CRDB Bank Federation Cup kwa 3-1. 3-1 mbele ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo ule uwanja ambao wanaenda kuchezea leo wa Sheikh Abed Karuta pale Arusha si uwanja ambao umekuwa ni rafiki sana kwa Simba Sports Club. Lakini kwa Coast mara kadhaa amekuwa akiutumia na akipata matokeo. Kwa hiyo nafikiri mwalimu Steve Barker, na hata jana pia ulimsikia alichokuwa anakizungumza kwamba malengo yake ni kuhakikisha anacheza finali na ikiwezekana awe bingwa wa kombe la FA. Tayari bingwa wa muungano alikuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo kama atachukua na hili la FA na bado kwenye ligi ana asilimia kadhaa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Simba kwa wachezaji kipo akilini kwamba yes, kila kitu kinawezekana. Kama tulikuwa mabingwa kwenye kombe la muungano tena mbele ya mtani wetu ambao ni Yanga, tunaweza hata kuwafunga Coast na tunaweza kwenda finali na kucheza na kuwa mabingwa. Kwa hiyo ni hivyo, kama Coast naye atapita kwenye njia hiyo ambayo nimeizungumzia. Na good news ni kwamba wachezaji wa Coast kwa sasa ndio tunaelekea mwishoni mwa msimu. Wapo ambao wanaimbwa kuenda vilabu A, vilabu B vya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ndio muda sahihi sasa kuonyesha ule bora. Mfano tulikuwa tunamzungumzia Bakari Msimu. Ndio muda sahihi sasa, kama zile tetesi zilikuwa zinazungumzwa, sasa ni wakati pia wa kuonyesha kile alichonacho, kwamba nafikiri ataukosa mchezo wa leo. Alipata majeraha. Kwa mujibu wa taarifa ataukosa mchezo kwa sababu taarifa iliyotolewa ni kwamba alijitonesha majeraha kwenye mchezo dhidi ya KMC, kitu kama hicho. Kwa hiyo hatakuwepo kwenye mchezo wa leo. Lakini pia atamkosa Christopher Oluchum ambaye anacheza eneo la back, lakini waliobaki wote watakuwepo. Nafikiri ni pigo pia. Bakari Msimu amekuwa na consistency nzuri, nahodha kivaa kitambaa cha unahodha kwa upande wa Coastal Union, na amekuwa akibeba mara kadhaa Coastal Union kwenye eneo la kuataki zaidi na kwenye eneo la kulinda pale ambapo timu inakuwa
pata msukosuko kwenye eneo la kulinda zaidi, amekuwa akifanya hivyo mara kadhaa. Kwa hiyo inawezekana ikawa pigo, lakini pia kwa Orochum na yeye pia amekuwa ni msaada kwenye upande wa eneo la defensive la Coastal Union. Lakini yote kwa yote, naamini waliopo wanaweza wakafanya kazi nzuri, lakini kwa Simba siamini kama wataonyesha mchezo mwepesi. Wataonyesha mchezo ambao utakuwa ni wa kuvutia, na Coast pia kama wataamka kwenye form nzuri na wataonyesha ushindani ambao tunautamani kuona, tegemea kuona mchezo ambao utakuwa na vuta ni kuvute, lakini matokeo fikiri Simba nafasi kubwa ya kufanya balaa. Simba na nafasi ya kufanya balaa kama alivyosema Jerwin Jackson. Ni jambo la kusubiri na kuona. Majira ya saa 9:30 alasiri ndizo ambazo zitaamua nini ambacho kinakwenda kutokea katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta pale jijini Arusha, mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB, na moja kwa moja pia utakujia kupitia TBR 24 Media. Hivyo usisite kuungana nasi kuanzia majira ya saa 9 alasiri uweze kufahamu kile ambacho kitaendelea. Nani kuibuka kidedea kutinga hatua ya finali na kusubiri mshindi wa kesho ni swala la muda tu, kusubiri na kuona kile ambacho kitatokea. Tukiacha